Mwaka 1990 nilipata bahati ya kuteuliwa na Mheshimiwa Rais Mwinyi kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Maji, Nishati na Madini. Wakati huo ikiongozwa na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ambaye alikuwa waziri wangu, baadaye akaja kuwa rais. Changamoto zilikuwa ni nyingi, lakini tulijituma kufanya kazi kwa bidii kwa kadri Mwenyezi Mungu aliweza kutujalia. Tulizunguka nchi nzima, tulijiwekea malengo kubwa zaidi. Nafikiri ili tuweze tukafanya kazi yetu, tulipitisha sera maji ya kwanza mwaka 1991. Na nakumbuka wakati huo bahati nzuri au bahati niliitwa Dodoma kuitetea wakati ule tuna sera zinapitiwa na chama ambacho kilishika hatamu. Kwa hiyo ilibidi niende nikapeleka sera ya maji kuiwasilisha kwenye kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi. Lakini bahati ni kwamba mwenyekiti alikuwa ndio rais, kwa sababu baadaye ilibidi tuipeleke tena kwenye kabineti. Nimekuwa na bahati, baadaye nikaja kuwa tena waziri wa maji na umwagiliaji, baadaye waziri wa maji. Niseme wizara zote ni ngumu, lakini wizara inayogusa mwananchi ni wizara ya maji. Mwananchi hawezi kuishi bila maji. Maji hayana mbadala. Nilishakuwa katibu mkuu vile vile wa maji, nishati na madini, kwa unaweza kwenye nishati, sipunguzi umuhimu wa nishati, lakini unaweza ukasema kuna mbadala. Kama hamna umeme wa kupikia, kuna kuni. Kama hamna umeme wa taa, kuna kibatari. Lakini huwezi ukaniambia kwamba maji basi utumie. Hamna maji, wananchi wanalalamika. Kwa hiyo maji ni uhai, lakini Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba maji ni haki ya binadamu. Sasa kipindi chetu sisi kilikuwa ni kipindi kigumu sana. Kwa maana ya uchumi ulikuwa ndio mabadiliko makubwa ya uchumi yanaanza. Kwa hiyo tulikuwa tuna changamoto kubwa sana. Na ilikuwa ufinyu wa bajeti. Tulikuwa tunagawana sungura ndogo. Na siku hizi serikali yetu tunagawana swala labda na wanyama wengine wakubwa mithili yake hiyo. Kwa hiyo ilikuwa ni serikali inataka kufanya kujituma au na imeahidi kwamba ifikapo 2002 kila mwananchi anaweza kupata maji safi na salama umbali wa mita 400. Ilikuwa lengo kubwa sana, lakini uwezo wa serikali ulikuwa mdogo. Sasa ukilinganisha sasa na miaka hii ya hivi karibuni na tunavyoona yaliyo mabadiliko makubwa yametokea na miradi mingi imetekelezwa. Nitatoa mfano. Mfano ni mradi wa maji wa Olkesmet. Na nitauzungumza kila wakati. Nilipokwenda Olkesmet kwa mara ya kwanza, ilikuwa kama vile narudi miaka 1400 iliyopita ninavyosoma. Kwa sababu tulikuwa tunakwenda chini huko kwenye pango na tunapishana na nani, na wananchi na punda na mifuko ya maji, kwa sababu wanakwenda kuchota maji. Ili hamna kitu kilichoniuma zaidi katika uzoefu wangu wa maji. Lakini bahati nzuri tuliweka misingi ya maji, miradi mingi, lakini imetekelezwa na sana. Imetekelezwa katika kipindi hasa cha hii miaka 4 mikubwa, imetekelezwa kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo maji yamewafikia wananchi kwa karibu zaidi. Sisi tuko na malengo makubwa, lakini hatuko na uwezo. Lakini sasa kama ninavyosema, mgawano, sisi tuligawana na sungura, nadhani sasa wenzetu wanagawana mnyama mkubwa zaidi. Mheshimiwa Waziri amefanya kazi kubwa sana. Kila wakati yuko kila mahala. Sijui hata nilimwambia, mimi nilikuwa naambia
mimi nilikuwa katika ujana wangu, wakati ule nikiwa katibu mkuu na waziri, nilikuwa nakimbia sana, lakini leo nikikaa na mwangalia Mheshimiwa Aweso yani yupo kila mahala, kila wakati. Ni ajabu. Kama nilivyosema, kitabu chake atakachoandika itakuwa na kurasa nyingi kuliko cha kwangu. Yeye ni mteule wa rais na anafanya kazi kwa maelekezo ya rais na kwa maono ya rais na kwa msukumo wa rais, na kwa sababu mwenye dhamana kubwa ya kuendesha nchi ni rais mwenyewe. Kwa hiyo sifa zote tunazotoa kwa watendaji, kwa viongozi katika wizara, kwa maana wanasiasa, kwa waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu, yani wote ni wateule wa rais. Kwa hiyo hatimaye anayepata sifa ni mwenye sifa ni Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo sisi tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa hilo. Ni jambo kubwa, si jambo dogo.